Nina kipengele kidogo kimebaki kwenye namba 4 ya uhodari. Tumefanya utakatifu tayari kama sehemu muhimu ya maandalizi ya mtu yote anayesafiri kwenda mbinguni, na tumesimamia zaidi ile Thesalonike ya kwanza 5:23. Anasema Mungu awatakase roho zenu, Mungu awatakase nafsi zenu, na Mungu awatakase miili yenu, ili muwe safi na kamili mpaka siku ile ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Haya. Alafu tukafanya sehemu ya utumishi. Nikakukumbusha kwamba unaweza ukakosa mbingu si kwa sababu ya vazi bali kwa sababu ya kazi, si kwa sababu ya utakatifu bali kwa sababu ya utumishi, usipozingatia. Kwa hiyo pamoja na kutunza vazi, mtumikie Mungu kwa bidii. Alisema tazama naja upesi na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu sawa sawa na nini? Kazi. Na tuliona kwenye Mathayo 25 kuna mtu alifukuzwa mbinguni si kwa sababu ya ulevi au kwa sababu ya wizi au kwa sababu ya ushirikina au kwa sababu ya zinaa, bali kwa sababu ya hesabu ya kazi. Sio jambo dogo, usilichukulie kiwepesi. Nikakufundisha point 12 za kuzingatia unapomtumikia Mungu kwa karama mbalimbali. Karatasi nilizogawa jana na nilizogawa leo ni kanuni 12 za uchumi wa mbinguni na kanuni 12 za uchumi wa mwilini. Ili uweze kustawi, tuliona kwenye Luka 21 masumbufu ya dunia hii yanaweza kuwa mtego kwa mtu wa Mungu. Akakosa muda kabisa kwa sababu tu utakula nini, utavaa nini, utalipia nini. Kwa hiyo ukiweza kushinda hali ya masumbufu, unakomboa muda, unakuwa na muda wa mambo ya kiroho. Hata kusafiri, unaweza kusafiri kwa ajili ya kazi mbalimbali za Mungu au makongamano. Kwa mfano umesikia kuna kongamano la wanaukwata kule Morogoro, ni pesa nyingi inahitajika kumpeleka mtoto wako kule. Kwa hiyo ukistawi, unaweza kufanya mambo hayo bila jasho, na Mungu akupe kustawi. Sawa. Kwa hiyo leo tutagusia uhodari. Baada ya kuangalia dalili zile za siku za mwisho, niliahidi nitakupitisha haraka. Ziko dalili 12. Nimeziweka kwenye kitabu. Baadhi yenu mmeshapata kitabu. Nimeziweka kwenye kitabu, kiko pale nje, baada ya ibada unaweza nawe kupata. Ni mambo muhimu kuyajua kwa sababu ndilo tukio linalosubiriwa sasa la unyakuo wa kanisa, kutoweka kwa watakatifu au kwa wateule kwenye uso wa dunia. Tuliona Yesu anasema watakuwa wamelala wawili, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Kwa nataka nikupitisha haraka ili usije ukakaa katika hali ya kujisahau, ukadhani kama vile bado kama vile bado, kumbe tuko mwisho sana. Kinachosaidia watu kujiweka tayari ni kama wanajua majira. Ukijua majira yamekaribia, huwezi kuendekeza utoto au ujinga. Unatengeneza vizuri vazi lako, unatengeneza vizuri kazi yako, kumgoja Bwana kutoa hesabu. Kwa hiyo nikimaliza kukupitisha haraka kwenye dalili za kurudi kwake Bwana, ziko 12, lakini sijui kama naweza kugusa zote. Ziko ambazo tumezizoea. Tumeshasikia habari za vita na matetesi ya vita. Tumeshasikia habari za njaa na majanga mbalimbali ya kitaifa na kimataifa.
Tumeshasikia habari za manabii wa uongo watakuja sana katika siku za mwisho. Kwa hiyo ziko dalili ambazo tunazijua, sio ngeni. Lakini ninasukumwa kufanya hivi kwa sababu zipo dalili ambazo ni ngeni, si watoto wa Mungu wengi wanazijua. Lakini zinatokea kila siku kwenye taarifa zetu za habari, kutusaidia na kutukumbusha. Kwa hiyo kuna zingine nitazitaja tu haraka haraka, lakini kuna zingine nitazifafanua kidogo. Dalili ya kwanza ya kurudi kwake Bwana, ili usikae katika hali ya kutokujua. Yesu alisema hivi. Nisaidieni kusoma. Moja, Marko 13. Marko 13. Sura nzima ya Marko 13 Yesu ameongea sana kuhusu dalili za kurudi kwake Bwana. Kwa hiyo naomba upate muda upitie. Mathayo 24, Mathayo 25. Yesu ameongea sana kuhusu dalili za kurudi kwake. Marko 13 sura nzima, mstari wa kwanza hadi wa 37. Mathayo 24 mstari wa kwanza hadi wa 13. Kwa hiyo pata muda wa kupitia. Narudia kusema unyakuo wa kanisa ndio tukio linalofuata kwa sasa kwenye kalenda ya kanisa. Unyakuo wa wateule ndio tukio linalosubiriwa kwa sasa kwenye kalenda ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ambapo Bwana atakuja mawinguni. Hatatoa taarifa, lakini atawavuta wale walio tayari kuondoka kwenda kwenye harusi ya mwanakondoo. Amen. Kwenda kwenye harusi ya mwanakondoo, na kule pia kutakuwa na kupongezana na kupeana tuzo kwa sababu ya kazi zilizofanyika kwa jina la Bwana. Kwa hiyo wateule tukinyakuliwa kutoka duniani, tutaingia mbinguni kama mabibi harusi. Mavazi yetu yatabaki duniani, lakini tutavalishwa mavazi mengine hapo mawinguni ili tuweze kuhudhuria harusi ya mwanakondoo. Nafikiri unamwona Yesu pale mlangoni pale na anatupokea, na kuna mtu amepiga magoti pale kwenye miguu yake pale anamsujudia. Yule ndio mimi. Muulize jirani, mbona sikuoni, wewe ni yupi pale? Amekwambiaje? Ndio yule nyuma ya mchungaji pale. Sawa. Soma ubaoni. 1, 2, 3. Kanisa la Mungu duniani linatakiwa kujiandaa kufanyaje? Kuondoka na Bwana Yesu mawinguni katika unyakuo wa kanisa. Jana nilikuwa naongea na mmoja wenu, ananiambia nisaidie ushauri nafanyaje. Mwenzi wangu tumefungana ndoa hapa kanisa hili, lakini ameshaniacha ndani, yuko na mahawara. Ameshanitumia ujumbe, we rudi kwenu, sikutaki. Yaani watu ni Wakristo lakini wanaishi kama wapagani. Hawajali tena Ukristo ni nini, utakatifu ni nini, na wanadhani ni sawa mbele za Mungu. Ni jambo la kusikitisha. Kwa hiyo yako mengi tunakwenda kuyapitia, lakini mstari wake ni huu, mstari wa 29, Marko 13:29. 1, 2, 3. Kwa hiyo myaonapo mambo haya yakitokea, tambueni kwamba Kristo yuko malangoni. Tuseme wote myaonapo. Sema tena, tuyaonapo. Kwa hiyo hatujui siku, hatujui saa ya kuja kwake, lakini yako mambo ya kuona. Hatujafichwa. Dalili tulishapewa kimaandiko. Hata Waebrania 10 inasema hivyo. Waebrania 10:24-25. Anasema wala kamwe tusiache kukusanyika pamoja, kama ilivyo desturi au kawaida yetu watakatifu, huku tukihimizana sisi kwa sisi,
na kuonyana kwa upole. Nisaidieni kumalizia. Kwa upole. 1, 2, 3. Kadri tuonavyo. Siku ile inafanyaje? Ya kuja kwake Bwana Yesu inafanyaje? Inakaribia. Tuseme wote, kadri tuonavyo. Kwa hiyo kuna vya kuona. Ukiviona hivi vitu unajua aha, Bwana alishatuonya mbele. Kwa hiyo twende haraka haraka. Cha kwanza ni uamsho. Uamsho mkubwa wa injili ya Yesu Kristo kuhubiriwa duniani kote. Hii ni dalili moja kubwa sana, kwa sababu tangu kwenye Joel sura ya 2 na Matendo sura ya 2 alisema katika siku za mwisho nitamwaga roho wangu juu ya wote wenye mwili, na kutatokea uamsho mkubwa wa kanisa la Yesu Kristo. Andika tu mstari mmoja, Matendo 2. Matendo 2 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 47. Matendo 2:1 hadi 47. Imetabiriwa kwamba katika siku za mwisho Roho Mtakatifu atamwagwa. Maana zamani alikuwa anagawiwa, alikuwa hamwagwi, alikuwa anagawiwa kwa watu watatu tu: mfalme, kuhani na nabii. Kwa hiyo kwa Israeli ilikuwa habari njema sana kwamba hata sisi ambao sio kaliba hiyo tutagawiwa. Lilikuwa ni jambo la utukufu, halikutazamiwa, lakini Mungu alishatabiri kwamba katika siku za mwisho atafanya hivyo. Kwa hiyo Petro na watakatifu wenzake walipokuwa wanapokea Roho Mtakatifu ile siku ya Pentekoste, ina maana ndio mwanzo wa siku za mwisho. Maana utabiri unasema nitamwaga roho katika siku za mwisho. Ina maana roho alipomwagwa ndio siku za mwisho zimeanza. Kumbe hata Yesu alikuja mwanzoni mwa siku za mwisho. Mimi na wewe tunaishi kwenye mwisho wa siku za mwisho. Na kuna mtu alichora hivi kutupa picha namna Roho Mtakatifu alivyomwagwa, na mpaka leo tunashuhudia uamsho mkubwa wa injili ya Yesu Kristo duniani kote. Fikiria mkutano mkubwa kama huu wa Reinhard Bonnke akiwa Nigeria. Uamsho mkubwa. Dunia haijawahi kuona watu wengi namna hii mahali pamoja. Hakuna siasa wala mpira umewahi kukusanya watu wengi hivi katika Afrika zaidi ya injili ya Yesu Kristo. Na uamsho huo ufike hadi kwetu katika jina la Yesu. Kwa hiyo Waefeso tunaambiwaje? 1, 2, 3. Amka we usinziae, ufufuke katika wafu, katika ile hali ya kufa kiroho, na Kristo atakuangaza. Mathayo 3:3. Itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Dalili nyingine ambayo ningepata muda ningeiongea kwa siku kama 4 hivi au 5, hii peke yake hii ni ongezeko kubwa la maarifa na teknolojia duniani kote. Hii nayo ni dalili. Ongezeko kubwa la maarifa. Danieli 12 mstari wa 4, katika siku za mwisho maarifa yataongezeka na watu watakuwa na uwezo wa kwenda mbio. Leo China wamemaliza majaribio ya treni inayoweza kwenda kilomita 600 kwa saa. Kilomita 600 kwa saa. Hiyo ni Dar es Salaam Nzega. Nzega ni 600 karibu na 80 au karibu 700. Saa moja tu. Kwa hiyo ndani ya saa 1.5 ni Dar Mwanza. Jamani, hiyo ni spidi kali sana. Ni spidi inazidi hata ya ndege. Wachina wamemaliza jaribio. Kwa hiyo sasa wanaanza kutandaza reli ya treni ya umeme nchi nzima. Wanatoka kwenye hizi treni za kawaida, wanaweza wakawaletea nyie huko. Hii treni ambayo sisi tunajivunia ya kilomita 185 kwa saa au 165 kwa saa, wao walizindua mwaka 63. Sawa. Kwa hiyo tunaona leo tuliokuwa tunasubiri kwenda kwa upepo wa ngalawa, tuliokuwa tunasubiri kwenda kwa punda, sasa hivi kuna magari, kuna ndege, kuna meli, kuna treni, na injili inaenda kasi. Kuna TV, kuna radio. Sio lazima
uhudhurie mkutano kimwili kabisa. Sasa hivi unaweza ukahudhuria kwa njia ya mtandao. Watu wanafanya vikao kwa njia ya mtandao na kadhalika. Teknolojia imepiga hatua kubwa sana sana. Na sasa hivi dunia inakwenda kwenye 5G. Uwezo mkubwa zaidi wa teknolojia ambao utawezesha binadamu na wanyama, binadamu na mashine kuingiliana au kufanya kazi kwa pamoja. Maroboti ni teknolojia hali ya juu sana. Mamidoli lakini yamewekewa kompyuta kwa ndani, yana uwezo sasa wa kufanya kazi za binadamu. Kama huyu hapa unaweza ukadhani mwanadamu, sio mwanadamu, huyu ni robot. Lakini ukikutana naye kwenye ofisi maulizo pale, unaweza ukafikiri ni mwanadamu, kumbe ni kompyuta. Ni robot. Na inaongea. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments. Anaweza kufanya kazi mbalimbali, kupika, angalia kama huyo hapo yuko China huko. Watu bado wanamshangaa. Lakini sio mwanadamu, ni robot. Unaweza ukampa kazi, akasafisha, akasambaza matangazo, kama namna hiyo. Lakini ni mashine. Wengine wanafanya kazi za hoteli kama huyo hapo. Sasa sijui wanataka wadogo zetu waajiriwe wapi. Kama huyo hapo unaweza ukafikiri ni mhudumu wa hoteli, lakini ni robot. Hajui mtu. Ila sasa ukitaka kuwasiliana vizuri na mashine, lazima na wewe uvae umeme. Lazima na wewe uvae umeme. Kwa hiyo dunia kwenye teknolojia yake iko mbioni kuwavalisha watu wanaita chip. Wanaita chip. Niliwaonyesha juzi yale machip, si ndio? Vile vimbegu vidogo kama mchele, lakini vitavaliwa kwenye mwili wa mwanadamu. Ni kadude kadogo sana kasura hiyo. Katavalishwa kwenye mwili wa mwanadamu, na watu huko duniani hasa Sweden wameanza kuvaa tayari saizi, ili viweze kuwasaidia kwenye maisha ya kila siku. Maisha ya kila siku. Angalia kama watoto wanaingia kwenye mtihani, huyu hapa anaingia dukani. Lazima uvae huo umeme kwenye mwili wako, wanaita kuchip, ili sasa mitambo hiyo ya 5G iweze kukutambua. Unaona Huyu amenunua kitu dukani bila muuzaji na anatoka bila kulipa kwa cash, lakini vile alivyotoka tu, alivyopita pale mlangoni wameshakata shilingi 500 yao kule kwenye akaunti yake. Kwa hiyo wanaunganisha akaunti yako, wanaunganisha bima yako, wanaunganisha leseni yako, wanaunganisha pasipoti yako, wanaunganisha NHIF yako, wanaunganisha kila kitu kinachokuhusu wewe, kinachotumia kadi hizi, umeme hizi, akaunti ya benki, M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, vinaunganishwa kwenye mtandao mmoja, ili usibebe tena hela wala usibebe tena kitambulisho. Na vitu haviko mbali. Hapa tu majirani zetu hapa wameshaanza kufuta hizi namba. Unajua kila mtu ana namba 4, 5, 6 sasa hivi. Cheti chako cha kuzaliwa kina namba tofauti, kadi ya benki ina namba tofauti, cheti ya darasa 7 kina namba tofauti, leseni ya udereva ina namba tofauti, kadi ya mpiga kura ina namba tofauti, pasipoti ya kusafiria ina namba tofauti. Hawataki sasa namba ziwe nyingi, wanataka mtu akizaliwa apewe namba ambayo atakufa nayo, moja tu. Ili ukipata leseni tunajua mwenye namba hii ni mmoja tu. Cheti cha shule kina namba hiyo hiyo. Kadi ya mpiga kura ina namba hiyo hiyo. Bank account namba hiyo hiyo moja, hatutaki namba nyingi, ili tumjue mtu kwa namba. Ndio tunaelekea kule. Ufunuo 13 inasema bila namba hautaweza kuishi. Mifumo yote sasa hivi inawekwa kwenye namba. Ngoja nikusikizishe kidogo. Huduma namba sasa itakuwa lazima kwa kila Mkenya
kwani kitambulisho cha kitaifa cha sasa kitaacha kutumika mswada kuhusu huduma namba ukiidhinishwa na bunge. Mswada huu unaashiria kwamba mwananchi asiye na huduma namba atapata huduma zozote za serikali na hata nambari ya simu iwapo hana huduma namba, kama Faiza Maganga anavyoeleza. Miezi miwili tangu usajili wa umma kupata huduma namba kufanyika, serikali sasa iko mbioni kuweka mikakati ya kisheria ili matumizi ya huduma namba yaanze rasmi. Na sasa ambapo umma utakuwa na siku 14 kuanzia Alhamisi ijayo kutoa maoni yao kuhusu mswada huo, inabainika kuwa kufikia mwezi ujao mswada utakuwa bungeni ili kuidhinishwa. Ukiidhinishwa na kutiwa saini na rais, ina maana kuwa kitambulisho ambacho kinatumika sasa kitawekwa kando na wananchi kuhitajika kutumia kadi ya huduma. Cha msingi ni kuwa huduma namba itatumika kwa kila kitu: anayetafuta pasi ya usafiri, leseni ya udereva, kusajiliwa kuwa mpiga kura, na hata iwapo utataka nambari ya simu itakulazimu kuwa na huduma namba. All the service providers who provide SIM cards, unless you have that huduma number, you will not get a SIM card. Kadhalika itakuwa vigumu kufanya biashara, kwani hutaweza kufungua akaunti ya benki bila namba hiyo, wala kusajili kampuni, kuuza au kununua shamba. Iwapo utataka huduma za umeme au kupata huduma za matibabu na pia kusajili ndoa yako, utahitaji huduma namba kufanya hivyo. Mtoto hatasajiliwa shuleni bila huduma namba. Usajili wa gari pia utahitaji namba hiyo. Kadi zikitarajiwa kutolewa katika miezi 3 ijayo. Data kwenye kadi ya huduma zitaiwezesha serikali kuwaweka wote waliotimu miaka 18 chini ya wavu wa halmashauri ya ushuru na watawajibika kulipa ushuru. Huduma namba ikitumika kama nambari yako ya kibinafsi ya KRA. Mataifa ya Afrika Mashariki yatahitaji kufanya mabadiliko ya sheria ili kukubali huduma namba kama kitambulisho halisi cha Wakenya. Faiza Maganga, Runinga ya Citizen. Mwaka huu pia tumeendelea na jitihada za nyumbani hapo kupitia matumizi ya TEHAMA. Katika kufanikisha hilo, tumeunda wizara mahsusi ya TEHAMA na tayari tumezindua mkakati wa uchumi wa kidigitali. Miongoni mwa mipango yetu ya baadaye katika kutekeleza mkakati huo ni kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anatambulika kwa kutumia jamii namba itakayotolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA. Asante. Kwa hiyo ndio tunakoelekea, sio Tanzania, sio Kenya, ni dunia nzima inawekwa chini ya wavu. Mlisikia neno wavu? Inaitwa network kwa Kiingereza. Haitishi sana, ila ukiileta kwenye Kiswahili ukisikia wavu neti control. Hutaweza kuuza, kununua, kusoma, kutibiwa, kusafiri bila namba. Alafu tukishazoea sasa, dunia nzima imeshazoea kwamba namba ndio maisha, ndio mpinga Kristo anakuja. Sasa ubaoni nimeandika hivi: katika jambo hili kuna ajenda nzuri tu ya utawala wa rasilimali za watu na rasilimali zetu ili kuimarisha usalama. Unaona, kuimarisha usalama wa watu, hata wanyama wanaopotea, kudhibiti ugaidi, kudhibiti wizi na ujambazi, kudhibiti muingiliano, kudhibiti usafirishaji haramu wa watu. Lakini nyuma yake ajenda ambayo haiongelewi na ni ajenda ya siri, ambayo hata viongozi wetu wa serikali na viongozi wetu wa kitaifa hawajui, labda wawe wa Kristo kama wewe na wanakaa kwenye mafundisho kama haya, ndio wanajua hii mifumo hatimaye ni vifaa vya mpinga Kristo, ni platform ambazo mpinga Kristo anaandaliwa na watu wanaitwa World Masonic Governments kwa ajili ya kuja kuidhibiti dunia. Kwa hiyo ni lazima kuwe na personal identification, utambuzi binafsi wa kila mtu. Lazima kuwe na personal information, taarifa binafsi za kila mtu. Lazima kuwe na individual restriction, uwezo wa kumdhibiti mtu mmoja mmoja. Halafu individual manipulation, hiyo ni wana uwezo wa kukutumia. Ukishavaa umeme wao, wana uwezo wa kukutumia bila wewe kujua unatumika.
Sasa hivi vyote vinawezeshwa na mifumo ya umeme wa 5G. Bila 5G na kuendelea 6G, 7G hawawezi. Kwa hiyo hata wale ambao hawana umeme wanaweza ukaletewa hela ukaambiwa tutakusaidia upate umeme. Umeme vijijini. Unadhani unapendwa. Kumbe ni udhibiti wa dunia, kwa sababu bila umeme hawawezi kukutawala. Tumepeleka wenyewe pesa kwenye umeme, umeme kwenye umeme, maji kwenye umeme, taarifa tumepeleka kwenye umeme. Sasa hivi usafiri tumeshaupeleka kwenye umeme. Wale wote mnaokata tiketi za mabasi sasa hivi si ni digital. Avache. Kwa hiyo usikae duniani kama vile msafiri asiye na taarifa. Hivi vitu vinatokea kila siku kwenye maisha yetu, tunagusana navyo kila siku kwenye maisha yetu, lakini watu hawajaunganisha na majira tunayoishi, kwamba haya yote ni maandalizi ya kumdhibiti mtu. Sasa hivi dunia ilikofika, mtu mmoja tu hapa nchini, mtu mmoja tu anaweza akabonyeza mahali kule tume ya mawasiliano, hakuna simu hata moja inatoa hela. Ndio tulikofika sasa hizi. Control tayari. Maana tumepeleka wenyewe pesa kwenye umeme, usafiri kwenye umeme, tiba kwenye umeme, kila kitu. Habari tumeshaipeleka kwenye umeme. Kuna mtu ana TV ya kisogo sasa hizi, si ziliondolewa zote? Tumeingizwa kwenye flat. Ni maendeleo ndio, lakini ni control. Kwa hiyo usikae kizembezembe. Usiogope mifumo. Hamna namna utaishi bila hii mifumo. Cha msingi ni kuwa tayari kuondoka. Hata kama tutavalishwa vitu kwenye mwili, wala usiogope. Walio na taarifa wote wanajua hiyo sio issue kwa msafiri aendaye mbinguni, kwa sababu hapo tu kwenye mawingu miili yetu itabadilishwa, kuharibika kutavalishwa kutokuharibika. Kwa hiyo hakuna mtu atatuzuia. Ila wale mtakaobaki sasa, wale wanawali watano wale mliolala na hasira na chuki na uadui na uchafu wa moyo, hii mifumo hii itakubana. Hutaweza kuuza au kununua, kusoma au kutibiwa, kusafiri au kupata taarifa kama huna chapa ya 666 kwenye mwili wako. Huna namna, watadhibiti kila kitu. Sasa hivi dunia ina magari yasiyo na dereva. Huwezi amini. Gari linajua kusoma barabara, linajua hiyo ni kona, hiyo hapo mbele, huyo ni mpita njia, linasimama lenyewe na halina dereva. Unaliita kwa simu yako tu, linakuja hadi mlangoni, linafuata tu mawimbi ya simu. Unaliambia hospitali tu, linaanza kwenda hospitali lenyewe. Kwa sababu kila kitu kiko chini ya ramani ya dunia sasa hivi. World map, kila kitu, au Google map, kila kitu kiko. Hata sasa hivi ningekuwa na muda, ningeweza kuwaunganisha, nikarusha kwenye picha mkajiona, kanisa lenu mkajiona kutoka kwenye Google kamera ya dunia. Nikitaka sasa hivi naweza nikafungua Ujerumani, Marekani, New Zealand, Brazil sasa hivi, nikakupeleka mpaka kwenye mtaa unaotaka kusema wewe. Ukaona majirani walivyo, mitaa yote. Kwa hiyo dunia imeshawekwa kwenye kiganja. Sasa hiyo mitambo hiyo, kama magari yasiyo na dereva, yanasoma ramani ya dunia na yana uwezo wa kukuhudumia. Yani huwezi amini, dunia imeenda mbali sana. Dunia imeenda mbali mno. Mbali mno. Sasa Yesu anasema, miaonapo mambo haya mfanyeje? Mjiweke tayari. Mkiona tu maendeleo yamepiga hatua namna hii sasa hivi, kumcontrol mtu ni kitu kidogo, basi mjue mwana wa Adamu yu karibu kuchukua wateule kabla mpinga Kristo hajaibana hii dunia. Anakwenda kuibana hii dunia. Sasa hivi teknolojia imefika mahali wana uwezo wa kutengeneza mtoto chupa, anaitwa test tube baby. Wanamtengeneza kwenye
Wanachukua mbegu ya kike na mbegu ya kiume kwa wale ambao wana matatizo ya kubeba mimba, yani tumbo lake haliwezi kubeba mimba. Sasa hivi wanachukua tu yai lake na la mwenzi wake, wanaenda maabara wanaunganisha. Halafu wameshatengeneza maji yanayofanana kabisa na yale yaliyoko tumboni mwa mwanamke. Mwanadamu amefika mbali sana. Kwa hiyo huyu mtoto anaweza akakua kwenye maabara, anaweza akakua mpaka akaanza maisha kabisa. Lakini wameshatengeneza sasa hivi robot ambaye ana tumbo lenye mazingira yale yale la tumbo la mwanamke. Kwa hiyo huyu anaweza akakubebea mimba kama wewe hutaki kubeba mimba, labda unataka kutunza figa. Kwa sababu ukizaa tu unajua mwili unabadilika. Sasa wazungu hawataki kubadilika mwili. Na wengine hawataki kupoteza ajira kwa sababu Ulaya ukibeba mimba tu huna kazi. Hatuwezi sisi kukaa hapa miezi 4 5 eti umejifungua hatuna mfanyakazi. Tunaajiri mwingine faster. Kwa hiyo watu kutunza ajira zao, bora wapeleke mimba zao maabara, wao waendelee kwenye ajira. Na wengine wanaogopa zile risk za kujifungua, wanaofia hospitali pia ni wengi. Kwa hiyo siku hizi wanaona bora mtoto azaliwe maabara. Alafu kuna wanawake ambao ni maskini wa mataifa mbalimbali, wako radhi pia kupewa pesa, wanakodisha tumbo lake. Kwa hiyo badala ya kutumia robot, wenye hela wanatumia tumbo la mwanamke halisi, wanamlipa hela, anazaa, anatupa mtoto wetu. Kwa hiyo wanaweka mbegu, badala ya kuweka mbegu kwenye maabara, wanachukua mbegu yako na yai lako wanaweka kwa mwanamke mwingine. Maisha yanaendelea. Myaonapo mambo haya yakitokea, tambueni kwamba mwana wa Adamu yu karibu. Jambo la tatu. Teknolojia imepiga hatua kubwa sana. Jambo la tatu katika dalili za kurudi kwake Bwana ni mmomonyoko mkubwa wa maadili au kuongezeka kwa maasi. Ukengeufu. Mmomonyoko mkubwa wa maadili au kuongezeka kwa maasi. Fikiria watu kama hawa wamefunga ndoa, lakini hawa wote ni wanaume. Hizo ni ndoa ya jinsia moja na mtu anaona ni sahihi kabisa. Umewahi kufikiria ni kitu gani kinamuingia huyo mtu akilini? Kujiona mwanamke wakati yeye ni mwanaume, na unasimama mbele ya watu kusema naolewa. Ombi yangu pia sisi watufikirie, watufikirie kila mtu na maisha yake. Na jinsi anajipatia riziki yake. Sasa wasitutenge na wasitulaumu na wasitudhulumu. Tupewe haki yetu na pia sisi tuone raha. Ni mwanaume huyo, lakini hataki kuwa mwanaume, anataka kuwa mwanamke. Sio kwamba walikuwa wanaondoka, walikuwa wanaenda kukuonyeshea miondoko. Huwezi amini. Ukengeufu grade 1. Bara zetu. Ushoga ndio huo. Yeremia anasema laiti kichwa changu kingegeuka. Ngoja tusome habari za Yeremia. Analia huyu nabii.
Soma ubaoni 1, 2, 3. Laiti kichwa changu kingekuwa chemchemi ya maji na macho yangu yangekuwa kisima cha kububujika nini? Machozi. Ningelia mchana kutwa kuuawa kwa watu wangu. Watu wangu wameuawa. Anasema tulie, maana mauti imeingia ndani kupitia madirishani, imeingia kwenye majumba yetu na imewakatilia mbali watoto katika barabara na vijana wa kiume. Mauti imeingia. Kama mwalimu anaweza kuuza mtihani, daktari anaweza kuuza dawa feki, kama mchungaji anaweza kulala na mshirika wake, ni kiwango cha juu cha maasi na uovu. Watu waoni aibu hata kutembea uchi. Sasa hivi kutembea uchi ndio fashion. Yaani sio kujifunika, kujifunua ndio fashion. Angalia kama hawa maharusi wako mbele ya mchungaji, wako mbele ya baba na mama, lakini binti paja nje. Na unaona kabisa yani wao nimewafunika macho wengine, maana unaweza kukutana na mtoto wa mamako mdogo hapo. Why? Ukengeufu grade 1, momonyoko mkubwa wa maadili, aibu, yani vitu vya yani ile iliyokuwa aibu zamani sasa ndio fashion. Namba 4, andika habari za imani potofu. Imani potofu na ukengeufu. Angalia harusi kama hii eti. Hii ni harusi na ina mchungaji. Hii ni harusi na ina mchungaji. Unajua kuna tofauti ya reverend and pastor. Harusi kama hizi zinafungwa na reverend. Huwezi kusema you are a pastor. Wewe ni mchungaji halisi alafu huwezi kuchunga watu. Huwezi kuchunga watu. Na sasa hivi kuna tabia mbaya zaidi mtaani ya watu kutembea bila chupi. Wasichana. Yaani ndio fashion sasa hivi. Hawavai tena nguo za ndani. Ni ukengeufu grade 1. Ukengeufu grade 1. Kujifunua. Imani potofu. Namba 4. Imani potofu, andika. Imani potofu. Hapa ninaongelea mitume wa uongo, manabii wa uongo. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Mitume wa uongo, manabii wa uongo. Ningewaonyesha vitu vingi hapa vya ajabu pia na vya kushangaza. Kule South Africa ameibuka mtume anawaambia watu katika jina la Bwana kula majani ya usharika. Watu wanatoka ibadani wanaanza kushambulia majani ya usharika. Umewahi kufikiri kitu gani hicho kimemuingia huyo mtu? Kuna huyu mtume anawalisha watu nyoka na kuwapulizia dawa ya mbu na kuwanywesha dawa ya kuogeshea ng'ombe kwa sababu eti imeandikwa mtakula vitu vya kufisha na havitawadhuru kabisa. Yule binti pale chini alikufa, yule pale ni Zimbabwe pale. Na yule mtume mpaka leo anaozea jela. Mpaka leo kwa sababu ya kifo cha yule binti. Kama wewe una imani si ungekunywa wewe? Huko Marekani kuna kanisa linaitwa kanisa la nyoka. Na wana mstari wao, tashika nyoka. Kwa hiyo wakati wa kusifu na kuabudu kila mtu achukue nyoka, kwa hiyo kuna makabati ya nyoka kwenye ukuta wa usharika. Njoo tumsifu Bwana. Huyo kiongozi wa kanisa yule pale juu kushoto alikufa kwa kugongwa na huyo nyoka. Mtoto wake akarithi kanisa naye akagongwa na huyo nyoka. Wana mavazi ya kondoo lakini ndani ni nani? Huyu hapa aliwaambia waumini njoo kanisani bila chupi ili Roho Mtakatifu akutakase. Na ana abiria, huwezi amini, ana abiria wa kutosha. Ona mjomba wako anavyoombewa pale. Kweli hiyo hayo ni maombi ya heshima na staa kabisa. Anamkalia mtu kichwani. Anawaombea kwa kuwakanyaga. Kuna huyu hapa akikuombea na kunyonya ulimi kama mke wake. Pokea.
na ana abiria. Angalia huyo binti anaombewa, baba yake yule pale, mama yake yule pale, mtume anamwombea binti. Na ana watu. Kama sio upofu ni nini? Wapendwa, niambieni wenyewe. Namba 6. Udumavu ni namba 6 Namba 5 Udumavu mkubwa. Udumavu. Watu hawakui na hawataki kukua sasa hivi. Tunawalazimisha semina, tunawalazimisha maombi, tunawalazimisha mikesha, tunawalazimisha ibada. Watu hawataki, mambo ya kiroho yamesha wachosha. Kumbe ni dalili myaonapo mambo, kwa sababu katika siku za mwisho moto atakuwa moto na baridi atakuwa baridi kweli. Hutabaki katikati. Yani katika majira haya rangi yako itajulikana. Mungu anapangua wale walio katikati. Wa kushoto ende kushoto na wa kulia ende kulia. Wa baridi awe baridi na wa moto awe moto kweli. Ndio maana kuna uamsho mkubwa, lakini pia kuna udumavu mkubwa wa imani. Udumavu mkubwa wa imani. Namba ngapi hiyo? Namba 5. Watu hawakui tena. Soma ubaoni. Timotheo wa 2 sura ya 3. Mstari wa 1 hadi wa 9 ametaja vitu vingi kuhusu siku za mwisho. Mstari wa 7 anasema wanajifunza, 1 2 3, wanajifunza siku zote. Lakini hawakui, hawafikii ujuzi wa kweli. Mwandishi wa Ibrania kwa mfano analalamika anasema hivi, anasema nina maneno mengi sana ya kueleza kwa habari za Yesu kwa ni mkuu, lakini imekuwa vigumu kuyaeleza, maana wapendwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Safari hii, saa hii mlitakiwa kuwa walimu wa watu wengine, maana wakati mwingi umepita. Lakini bado nimekuta mnahitaji maziwa, wala sio chakula kigumu. Kila anayetumia maziwa ni mtoto. Huyu ana miaka 30 kanisani, lakini hawezi hata kuombea mgonjwa, hawezi hata kushuhudia jirani. Lakini ana miaka 30 kanisani. Bado anahitaji maziwa, wala sio chakula kigumu. Ni mtu mzima lakini ni mtoto. Kwenye Waefeso 4 anasema alitoa wengine kwa mitume, manabii, wachungaji, wainjilisti na walimu, kwa kusudi la watakatifu tukomae, tumfahamu sana mwana wa Mungu, tukue na kufika katika cheo cha Kristo, tusiwe watoto. Namba 6. Mnasikia habari za vita na matetemeko na tetesi za vita, na tunaiona dunia inavyopasuka kwa sababu ya serikali ambazo na wananchi ambao wameshindwa kukubaliana na serikali zao. Namba 7. Umoja wa kidini usio wa kimungu. Umoja wa kidini usio wa kimungu inaitwa sinagogi la shetani. Ukienda kusoma Ufunuo sura ya 2 9 hadi 13. Kahaba mkuu. Umoja wa kidini usio wa kimungu. Kwa mfano hao ni maaskofu na wachungaji wanaokubaliana na ushoga duniani. Na huyo ni askofu shoga huyo hapa. Anaitwa Askofu Megan Rowe, ni Marekani. Sio siri, ni vitu viko wazi kwenye mtandao. Ameenda kwenye mtandao kutangaza waziwazi kwamba mimi ni shoga, na bado amechaguliwa kuwa askofu kwenye kanisa lenu kule Marekani. Unaona? Namba 8, anguko la kiuchumi. Tuko namba 8, si ndio? Anguko la kiuchumi kubwa. Kwa sababu mpinga Kristo si atakuja na pesa yake. Mpinga Kristo si atakuja na jeshi lake. Mpinga Kristo atakuja na dini yake. Kwa hiyo ni lazima sasa dini za sasa zionekane hazifai, jeshi la sasa lionekane halifai,
pesa ya sasa ionekane haifai. Nafikiri mmeshasikia habari za CBDC, Central Bank Digital Currency. Pesa ya noti inaanza kuondoka na itaondoka baada ya miaka michache. Pesa yote ya dunia itakuwa ya mtandao, digital currency. Si hata sasa sehemu kubwa ya pesa, karibu nusu ya pesa au zaidi, iko kwenye simu, si ndio jamani? Kila kitu unaweza ukapata leo huduma bila taslimu. Bila taslimu. Ndio mazoezi yenyewe. Inasaidia ndio, lakini ndio maandalizi. Na huwezi kupingana, huwezi ukaja na maandamano yako unasema hatutaki pesa iende kwenye mtandao. Jamani tuweke mgomo. Mtaweka mgomo mwaka wa kwanza, mwaka wa pili mtazoea. Na mtaona kwanza faida yake, faida, afu baadaye kibao kikigeuka, mpinga Kristo atakapotawala dunia, ndio wale watakaobaki ndio watajua kwamba nini. Kwa hiyo maandalizi ya serikali ya kishetani, maandalizi ya serikali ya kishetani yanaendelea mpaka sasa kwenye maeneo tofauti tofauti, kwenye dini, kwenye maanguko ya kiserikali, kwenye maanguko ya pesa. Kwa sababu ile serikali ya mpinga Kristo itakuwa na kiongozi mmoja, serikali moja, pesa moja, dini moja, na itakuwa pia na jeshi moja. Hiki ni kitambulisho cha raia wa dunia, kimeshatoka, raia wa dunia. Kwa hiyo huyu mtu hana nchi. Nchi yoyote ni nchi yake. Hahitaji pasipoti zaidi ya hicho kidude. Hata pesa moja ya dunia iko kwenye maandalizi ya mwisho kule Uswisi. Uswisi ndio pesa ya dunia inakotunzwa. Nchi zote zinaweka pesa Uswisi. Kwa hiyo wako kwenye maandalizi ya mwisho ya sarafu ya dunia. Ina mabara yote 7, ina 666, ina lile jicho la mpinga Kristo pale. Kwa hiyo hivi vitu vinaendelea hivi, nyie mko mlimani huko Mvioni, ndio nimewaambia sasa kwamba jamani tuko mwisho sana, acheni kulala na hasira na uchungu. Hatujui saa ngapi parapanda itafanyaje? Itapulizwa. Tuko pointi ngapi? Twende pointi ngapi? Maana narukaruka. Tunaenda pointi ya 9 sasa. Uwazi wa taswira za kishetani. Uwazi wa taswira za kishetani. Sasa hivi ushetani uko nje, ila ni mpaka tukuonyeshe ndio utauona. Kwa sasa umejificha kidogo, lakini kanisa likiondoka, bibi harusi wa Yesu akiondoka, shetani atafanya kazi waziwazi. Kwa mfano Paulo anaandika hivi kwa Thessaloniki, anasema ile nguvu ya siri ya uasi tayari inatenda kazi, lakini yule anayezuia ataendelea kufanya hivyo mpaka atakapoondolewa. Yani kanisa ndiye anayezuia. Roho Mtakatifu aliye ndani ya kanisa ndiye anayezuia utendaji kazi wa waziwazi wa mashetani. Lakini hivi tunavyoongea wameanza kazi, ila tu chini kwa chini. Biblia inamuita dragon, yani jitu. Kiswahili wametumia neno mnyama, lakini mnyama imepunguza uzito. Ni bora wangeita jitu. Kuna mahali wamesema na vichwa 7 na pembe 10. Naitwa jitu. Shetani atatawala dunia. Sasa jina jingine la jitu ni beast au monster kwa Kiingereza. Beast au monster. Sasa utashangaa gari la rais wa Marekani linaitwa beast. Rais mwenye influence kuliko wote duniani, gari lake linaitwa beast. Kwa sisi sasa tulioeleweshwa, tunaelewa maana yake nini. Kinywaji maarufu kabisa kile cha kuongeza nguvu mwilini, ambao ndio wanafadhili michezo duniani, wanaitwa Monster. Monster yani jitu. Monster.
na alama yao ya kibiashara ni kucha 3 za hilo jitu limekwangua hiyo kucha, hiyo kopo. Lakini Wayahudi juzi walituonyesha siri kwamba hiyo sio kucha, hiyo ni 6, kwa sababu katika Kiyahudi hiyo alama inafanana zaidi na alama namba 6 kwenye tarakimu zao. Kwa hiyo nyie mnaodhani hizo ni kucha 3, hizo ni 6-3. Tayari ni ishara za kishetani zinafanya kazi wazi. Duniani huko watu wameanza kujipamba 666 kwenye miili yao, tattoo. Wengine wanavaa nyoka, yani nyoka imekuwa urembo. Sanamu za manyoka imekuwa urembo huko duniani. Na kuna watu hapa nikiwaangalia sasa hivi mikufu yenu au bangili zenu zina sura za nyoka, ila nyie mlikuwa mjui. Kachunguze vizuri bangili yako, kachunguze vizuri mkufu wako. 666 iko duniani kwa kujificha. Kwa mfano huyu dada unaona kaweka 6-3 mgongoni, lakini usipoeleweshwa hizo ni 6 zimegeuzwa, unaweza usizione. Haya, angalia kitu kama hiki. Wale wote wenye simu za kisasa mna vitu kama hivi. Hizi zote ni alama za Freemason. Lakini angalia walivyozificha upande huu kwa utaalamu. Angalia kama ile juu ile. Ukiondoa urembo ule wote, zinabaki 6-3. Ila zimefichwa katika namna ambayo wewe huwezi ona haraka, labda wewe umeeleweshwa. Wanajaribu kukuambia sisi ndio tunashika mtandao, sisi ndio tunashika usafiri, sisi ndio tunashika tiba, sisi ndio tunashika mawasiliano. Kwa hiyo wale ambao mtabaki hamtakwenda na Bwana mawinguni, dunia itakuwa shida sana. Huyu mtu kajipamba 666 kwa kujikata upara wake na kuuguza kidonda. Anataka tu kubeba 666. Ameuguza hicho kidonda kwenye upara. Huyu hapa kajikata ulimi. Sijui hata kama hiyo picha inaonekana vizuri. Watu wanavaa shetani na hawaogopi tena. Wanavaa shetani. Sasa hivi ni fashion kukata ulimi, kupasua ulimi. Na watu wengi hawajui hiyo fashion ni nyoka, maana nyoka ndiye kiumbe pekee mwenye ulimi uliokatika. Lakini duniani sasa hivi vijana wanakata ulimi kama fashion. Wanauguza kidonda ndio, lakini wao, Mungu awasaidie vijana wetu na utandawazi. Wanadhani ni fashion, lakini ushetani ni mwingi sana duniani, mwingi. Ila msiwakatie tamaa. Wapo wanaokoka kama huyu hapa. Aliamua kumpa Yesu maisha yake baada ya kujichora sana na kujikatakata sana, lakini baadaye akakutana na Injili. Na hiyo ni siku alikuwa anabatizwa. Kwa hiyo tusiwakatie tamaa. Alikutana na Injili kwenye kanisa la Baptist. Kwa hiyo siku hiyo ndio siku ya ubatizo wake. Apewe sifa Yesu. Haya. Kwa hiyo dunia inatisha jamani, huko inakoelekea inatisha sana. Tuko pointi ya ngapi? Tunaenda ya 10 sasa, si ndio? Pointi ya 10. Nimekwambia ziko 12. Pointi ya 10 ni Wayahudi kurudi nyumbani. Sasa hivi Wayahudi wanarudi nyumbani kwa kasi kubwa sana. Kasi kubwa sana. Wayahudi wanarudi nyumbani wengi. Yesu alisema mtini, mkiona mtini unachipua mjue mwana wa Adamu yu karibu. Hiyo ni pointi ya ngapi? Ya 10. Andika Marko ngapi? Wayahudi kurudi nyumbani. Marko 13
Yesu anasema mtini utachipua. Joeli sura ya 1 mstari wa 6 na 7, nitawapanda katika nchi yao. Anaongelea lugha ya mmea. Amosi 9:15, hawatang'olewa tena. Naona anaongelea picha ya mmea. Mzeituni au mzabibu ni lugha ya kibibilia ya taifa la Israel. Kwa hiyo ukisikia kwenye taarifa ya habari wanasema upanuzi wa makazi ya Wayahudi, ujue ndio Wayahudi wengi wanarudi nyumbani. Apewe sifa Yesu. Juzi niliongea kuhusu ishara za angani. Joeli sura ya 2, Matendo sura ya 2. Katika siku za mwisho asema Bwana, nitamimina roho wangu juu ya wote wenye mwili. Jua litatiwa giza na mwezi utakuwa na wekundu. Na kesi za mwezi kuwa mwekundu zimeongezeka sana duniani. Hivi juzi tu kulikuwa na discussion kubwa, ilikuwa Septemba. Lakini mimi nimefuatilia hili jambo kwa karibu sana. Nimenunua na vitabu kwa ajili ya kusoma ishara hii, kwa sababu imekuwa ikitokea mara kadhaa. Juzi kilichowashangaza Wayahudi ni kwamba mwezi umekuwa mwekundu mara 4 mfululizo, na mara zote umeangukia kwenye sikukuu za Kiyahudi. Kwetu hiyo ni kengele kubwa mno. Na haya matukio yataendelea sana duniani. 2018 mwezi ulikuwa mwekundu bila nusu au robo hapo katikati. 2019 Januari mwezi ulikuwa mwekundu. 2022 Mei mwezi ulikuwa mwekundu. Mwaka huu March mwezi ulikuwa mwekundu, na mwaka huu Septemba mwezi tena ulikuwa mwekundu. Mwezi mwekundu mara 2 kwa mwaka sio kawaida. Wanasayansi wote wanasema hii si kawaida. Kwa sababu kawaida ni kwamba mwezi unakuwa mwekundu, alafu unapatwa robo, unapatwa nusu, unapatwa robo 3, ndio unakuja kuwa mwekundu tena baada ya miaka 20 au 30. Lakini kengele ya mwezi mwekundu imekuwa ya mfululizo. Zimekuwa nyekundu 4 mfululizo bila robo hapa katikati, bila nusu hapa katikati, bila robo 3 hapa katikati. Wameita tetrad. Tetra ni 4 kwenye science. Sasa hivi ni vitu vinatokea, lakini wewe hakuna mtu amewahi kukuambia kwamba hiyo ni dalili, japo Biblia imeongea waziwazi. Sasa hivi ikitokea tena utakuwa unatingisha tu kichwa namna hii. Sasa hii tumefundishwa. Ya mwisho ni ujenzi wa hekalu la Wayahudi. Ujenzi wa hekalu la Wayahudi halijajengwa bado, lakini ndio wanataka kujenga. Na hekalu likijengwa, mpinga Kristo atakuja. Maana Thesalonike inasema hivi, ndugu zangu, habari za kurudi kwake Yesu sitaki mwe wajinga, sitaki msijue, wala sitaki mfadhaishwe upesi na kuiacha ile nia au ile imani, wala msishtushwe kwa roho au kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kwamba ni wa kwetu, kwa sababu siku ya Bwana haiwezi kuja mpaka kwanza utokee ukengeufu, yule mtu wa kuasi afunuliwe. Yule ambaye ameshahukumiwa atatakiwa kuangamizwa na Bwana. Yeye atapingana na kujitukuza juu ya kila kitu kiitwacho Mungu au kinachoabudiwa, ili kujiweka yeye juu, hata akae juu ya hekalu la Wayahudi akijitangaza kwamba yeye ndiye Mungu. Je, hamkumbuki nilipokuwa pamoja nanyi niliwaambia haya? Kwa hiyo Paulo alianza kuongea hivi vitu miaka 2000 iliyopita, kwamba mpinga Kristo atakapokuja atakanyaga hekalu la Wayahudi, hasa kule mahali patakatifu ambako wao hawakanyagi. Na Yesu akasema, mwonapo chukizo la uharibifu limesimama mahali pasipolipasa, jueni kwamba mwana wa Adamu yu karibu. Kwa hiyo atamtukana Mungu wa Israeli na kujitangaza yeye kuwa ndiye Mungu. Atafanya hivyo kwenye hekalu. Kwa hiyo ukianza kusikia Israeli wanataka kujenga hekalu, maana yake mpinga Kristo yuko karibu mno. Na kabla hiyo tiftifu haijaanza, inawezekana kanisa tutakuwa tumeondoka. Inawezekana tukaruhusiwa kuona pale mwanzo, au tukawa tumeondoka kabla. Hekalu la kwanza la Wayahudi alijenga Suleiman. Hekalu la pili Zerubabel kwa mkono wa Ezra na Nehemia. Hekalu la tatu alijenga Herode, likavunjwa na mfalme Tito mwaka 70. Alafu
Waislamu wakaja wakaishi pale wakati Waisraeli wametawanyika, wakajenga msikiti wao juu ya hekalu la Wayahudi. Hichi ndio kinawazuia Wayahudi kujenga leo, maana wanatafuta njia ya usalama ya kuondoa nyumba ya watu kwa heshima afu wajenge nyumba yao. Sasa kilichoishangaza dunia ni kwamba ukiingia kwenye mtandao, wale mnaotumia WhatsApp nitawarushia hizo clip, nitawarushia. Lakini wale mnaotumia YouTube mnaweza ukaandika Donald Trump, rais wa Marekani, Jerusalem. Utaona wamemtengenezea igizo. Mwezi huu, mwaka huu mwezi wa 5, wamemtengenezea igizo la namna ndama mwekundu alivyotolewa kafara katika Kumbukumbu la Torati na Mambo ya Walawi. Maana wako tayari kabisa kuendesha ibada, ila hawana hekalu. Vyombo vya hekalu tayari, makuhani wako tayari, eneo la hekalu wameshaliainisha, na walichokuwa wanasubiri ni kuzaliwa kwa ndama mwekundu ambaye ndiye uzazi wake huyu ndama ulinyamaza tangu Israeli imesambazwa duniani mwaka wa 70 baada ya Yesu. Kwa miaka 2000 Israeli huyu ndama hajaonekana, lakini amezaliwa juzi. Kwa hiyo ndama ni kengele kwamba nataka ibada, nataka ibada. Na ibada ni kengele kwamba nataka hekalu, nataka hekalu. Kwa hiyo tuko mwisho sana wapendwa, tuko mwisho. Ukisoma Hesabu 19 utaona Bwana anamwambia Musa, ukitaka kufanya toba ya taifa, chukua ndama mwekundu, umlete kwa Elieza kuhani mkuu. Elieza kuhani mkuu atamchinja na damu yake itanyunyizwa juu ya watu na juu ya hema. Huyo ndama lazima awe mkamilifu, asiye na kipako, asiye na mvi, asiye na chongo, asiye na ulemavu, asiye na kovu. Huyo ndio atakuwa candidate wa sacrifice. Amezaliwa juzi ndama mwekundu. Yule mkulima akakimbia kanisani, akaenda kuwaita makuhani. Makuhani wakaja, wakamchunguza kabisa mpaka kwa darubini kuhakikisha hana mvi hata moja. Hana. Wakamchunguza, walipomaliza wakaita TV. Wakati wanasubiri TV ije, wakaanza kuimba. Wanamshukuru Mungu kwamba ndama amezaliwa, tulikuwa tunamsubiri, ndama amezaliwa. Halafu wakaenda kwenye TV ya taifa, wakamwambia rais wa nchi Benjamin Netanyahu, tuko kwenye banda hapa na tumethibitisha kwamba tumempata candidate wa hekalu wa ibada ya Kiyahudi. Kwa hiyo sasa wako kwenye maandalizi makubwa ya ujenzi wa hekalu. Confused. They are misled and they do not believe that a third temple will actually physically. Kwa hiyo wale mnaotumia WhatsApp nitawarushia hizi kwenye WhatsApp zenu, na nyinyi mnaweza mkawasambazia ndugu jamaa na marafiki. Haya, kwa hiyo tuko mwisho, tujiandae na nini? Na harusi ya mwana kondoo. Atukuzwe Yesu sana. Ufunuo 19, nikasikia sauti kama sauti ya mkutano mkubwa, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, Bwana Mungu wetu amemiliki, na tufurahi na tushangilie na tukampe Mungu utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake anaitwa kanisa amekwisha kujiweka tayari. Naye kanisa amepewa kuvikwa kitani nzuri inayong'aa na safi, kwa maana kitani nzuri ni matendo ya haki na utakatifu. Naye akaniambia, andika, heri wale walioalikwa kwenye karamu au kwenye sherehe au kwenye dhifa, kwenye banquet ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia tena, maneno haya ni ya kweli, maneno haya ni ya Mungu ali hai. Kwa hiyo kanisa tujiandae. Hatujui siku, hatujui saa Bwana atakapokuja, lakini atakapokuja parapanda itakapolia, Biblia inasema chwap, tutatwaliwa. Kuna watu wameigiza namna hii parapanda itakavolia.
Ni igizo tu, sio kweli. Lakini ndivyo itakavyokuwa. Watu watashtuka kwamba tumeondoka. Hatutaondoka polepole hivyo kama ulivyoona. Biblia inasema kufumba na kufumbua. Yaani unagonga kope duniani, unafungua kope uko mawinguni. Hamna hata muda wa kumwambia Mama Debon sameni ilikujibu vibaya. Watu watalia, wataomboleza, ibada zinaendelea, watu hawapo. Lakini kuna waumini watabaki. Haya ni maigizo kwamba mwana wa Adamu yu karibu. Haleluya. Tujiweke tayari. Watu watatoweka chwa. Angalia. Hawa ni wanatheolojia wanaelezea. Umeona yule anavyotoweka, umeona yule anavyotoweka. Ni fast. Hakuna muda wa kutengeneza. Unatakiwa utengeneze maisha yako sasa. Ndoto za unyakuo. Huyu ni mtoto ameota ndoto kwamba tumeondoka afu mama yake ameachwa. Ni mtoto wa shule ya chekechea. Kwa hiyo hapa analia na mwalimu wake. So unajua watoto wao wanalala mchana kwenye shule za chekechea. Kwa hiyo anamlilia mwalimu wake, anasema mama yangu amebaki. Nimeota tunaondoka wote lakini mama yangu anahangaika huko chini anatutafuta. Kwa hiyo analia kwamba was calling you? Yeah, and then she tried to look for me and then she saw me up in the sky. I saw something in the sky and then he come down. Haya. Kwa hiyo tujiweke tayari wapendwa. Mwana wa Adamu yu karibu. Kinachosikitisha pia ni kwamba somo la siku za mwisho hulisikii sana makanisani. Japo ndio tukio la linalosubiriwa la kanisa kutoweka. Hatusikii sana haya mambo yakiongeleka. Na mimi sitaki kuamini kwamba kwa kuto kusikia mtu atakuwa tayari. Inasaidia sana mtu anaposikia habari za kurudi kwa Yesu, dhiki kuu, siku za mwisho. Kwa hiyo ukitaka kujua kwa undani, hata unyakuo wenyewe una vitu 7 mle ndani. Vyote viko kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 4. Anasema mwana wa Adamu atashuka, parapanda italia, malaika watatumwa kukusanya watu pande 4 za dunia, makaburi yatafunguka, walio hai watanyanyuka, sisi tuliobaki tutanyakuliwa pamoja nao, halafu tutabadilishwa. Kuna vitu 7 vimetajwa pale, vitafanyika kwa dakika moja. Vitu vyote hivyo vitafanyika ndani ya sekunde chache. Kwa hiyo ni very short, ni muda mfupi sana, hautoshi wewe kumuomba jirani msamaha. Muombe sasa, sio baadaye. Soma ubaoni Luka 21:34-36, 1, 2, 3. Jihadharini mioyo yenu, isije kalemewa na anasa na ulevi na masumbufu ya maisha haya au ya dunia hii, hata siku ile ikawakuta au ikawashtukiza bila kutazamia, kama vile mtego unasavyo. Kwa maana ndivyo ambavyo siku hiyo itakavyowapata watu wote wanaoishi katika uso wa dunia. Maana yake itakuja kwa ghafla, itakuja kwa kushtukiza. Kwa hiyo tunaambiwa kesheni daima huku mkiomba, ili muweze kuokoka na hayo yote yatakayotokea. Anaongelea mambo ya dhiki kuu, na muweze kusimama mbele za mwana wa Adamu. Amen. Hakuna jambo la thamani na la msingi na la muhimu kama wewe kuwa tayari. Tujiweke tayari. Apewe sifa Yesu. Tujiweke tayari. Sasa jambo la mwisho katika maandalizi ni uhodari. Ufunuo 21:27, nisaidieni kusoma 1, 2, 3. Kwa maana ndani ya ule mji mtakatifu hakuna kitu kinyonge kitakachoingia, wala chenye uchafu au chenye mawaa. Hakuna kitu kinyonge kitakachoingia. Kwa hiyo ukiwa dhaifu,
ukiwa legelege, ukiwa mvivu, ukiwa mzembe, usipokazana kwenye mambo ya kiroho, kutunza vazi na madoa madoa lisiwe na madoa madoa, kukataa kuanguka dhambini au kuingia kwenye mitego ya kuchafua utakatifu wako, basi parapanda itakuacha, kwa sababu hila za shetani za kutuchafua, za kufanya madoa kwenye mavazi yetu ni nyingi mno. Leo asubuhi nilikuwa nagusia hilo kwenye ndoa. Leo kwenye ibada ya asubuhi nimeongea jinsi ambavyo maisha ya familia na ndoa ni mtego mkubwa sana pia. Yaani simshangai mtu ambaye anasema mimi bora nibaki mwenyewe. Kwa sababu kuishi na watu au kuishi na mtu ni kitu kigumu, kinataka uvumilivu. Ni kitu kizuri lakini ni kitu kigumu. Unajianika kwenye kukwazika. Kusameheana lazima kuwe kwingi, usilale na hasira, samehe, flash, ondoa uadui haraka. Lakini migogoro ya familia na migogoro ya ndoa ni mingi mno. Anahitajika Roho Mtakatifu kutuwezesha kuishi na watu kwa amani. Kwa hiyo simshangai mtu ambaye anaogopa ndoa, simshangai. Anasema mbinguni hamna kuoa, hamna kuolewa, basi niache. Sio amri ya 11 kwamba nifunge ndoa. Juzi dada mmoja kaniambia nimeshamzalia watoto 2. Inatosha, tulee watoto. Mimi niko Kiomboi Singida, yeye aendelee na maisha yake Dodoma. Kwa sababu ya makwazo, machozi, vurugu za familia. Hila za shetani za kutuvuruga ziko nyingi mno. Inahitajika nguvu ya Mungu. Ndoa bado ni baraka, ndoa bado ni mpango wa Mungu, ndoa bado ni kitu kizuri. Lakini si lazima. Si lazima. Usije ukakosa mbingu ya milele kwa sababu ya kitu cha muda. Kwa hiyo jifunze kusamehe, jifunze kusahau, jifunze kuchukuliana, jifunze kujifungia katika namna ambayo sikwaziki basi. Sikwaziki. Kanivuruga ndio, lakini sikwaziki. Unakataa tu kukwazika. Nilimwambia dada mmoja alikuwa anajiandaa kuondoka, anasema mtumishi, naondoka narudi kwetu, asinifanye sina kwetu, naondoka narudi kwetu. Nikamwambia we, akasema mtumishi njoo kwanza, lakini naondoka, ila we njoo kwanza. Nikaenda nikakuta ndio anamnyosha mtoto cha mwisho aweke mizigo kwenye gari. Alishaweka mizigo kwenye gari, amebakiza michache. Kumuondoa yule mama, yule binti, kumrudisha asiondoke, ilinichukua masaa 2.5. Kumsemesha, kumuelewesha baraka ya ndoa, umuhimu wa ndoa, mpaka akapakua mizigo kwenye gari akairudisha ndani. Lakini mwanzoni wakati anaanza aliniambia hivyo. Sasa kama hamna kuona kuolewa mbinguni, kwa nini mimi nilazimisha jambo ambalo kila siku mimi nalala na machozi? Parapanda ikilia itakuwaje? Si bora nikatafute amani yangu kwa wazazi. Tutalea tu hao watoto, lakini ngoja niende. Aliwahi kunifuata nikiwa mchumba, kama mimi ni wa muhimu atanifuata tena. Lakini niliongea naye masaa 2 kumwambia ndoa ina baraka yake, ndoa ni mpango wa Mungu, Mungu anachukia kuachana. Kwa hiyo ili nichukua muda mrefu, aliweza kurudi ndani. Nikamwambia futa machozi dada, na iwe mara ya mwisho kulia. Amna tena kulia, kulizwa na mwanaume uliyekutana naye ukubwani, hujazaliwa naye hata tumbo moja. Mwisho leo kulia. Kuanzia sasa jifunze kutokukwazika. Kuna mstari unasema wana amani nyingi waipendayo sheria ya Bwana hawana la kuwakwaza. Sio kwamba makwazo hayapo, ila wasafiri wanaoenda mbinguni wakijua parapanda inalia wakati wowote,
wameshavaa hiyo protection kwamba sikwaziki basi. Akasema mimi nilishaacha kumpikia, hali naungua, najikata, naweka hapo, mtu hali ana michepuko ya kutosha huko. Alishasusa hata kuvaa nguo ambazo nafua mimi. Kwa hiyo nilishaacha kufua. Sijui anafua wapi. Nikamwambia tuanze upya. Mpikie. Kwanza nikamwambia mtumie message muulize unataka kula nini jioni. Akasema mtumishi hata kula. Atajua nimeweka sumu. Kwa miezi miwili tuliovurugana atusemeshani, afu unatoka kwenye barafu unaenda kwenye mvuke. Yaani unatoka kwenye ugomvi unaenda kwenye upendo faster. Eti unataka kula nini jioni? Atajua nimeweka sumu. Nikamwambia lakini okay, rudisha hiyo huduma polepole. Whether anakula au hali, pikie, fanya wajibu wa mwanamke. Usilaumike. Lakini kataa kukwazika. Imba nyimbo zako. Kwa akirudi mpikie, mwekee hapo. Mkaribishe, akila sawa. Asipokula sawa pia. Pakua na pambio zako. Weka vitu kwenye fridge. Nenda kabane nywele kwenye kioo. Wai. Ita watoto tuombe, tuimbe, tukalale. Maana pale nyumbani ana wadogo zake na ana wadogo za mme wake. Anamiliki saluni yule dada, saluni kubwa. Kwa hiyo ana baraka, haombi nauli, haombi chakula, haombi sadaka. Ana watoto wawili, ana ndoa, hata kama iko ICU lakini anayo. Ana kazi. Kwa nini ukwazike kama vile? Nikamwambia hesabu baraka. Nilimwambia kwa Kiingereza count your blessings. Baraka ziko nyingi. Kuna watu wako ICU wameninginiza miguu juu, wameninginiziwa kilo 4 za mchanga, hawatembei. Wengine wanakula drip kule za kansa. Wewe uko vizuri tu hapa, unatembea, una macho mawili, una miguu miwili, una nyumba, una watoto, una gari, una kazi, una afya, una pete kidoleni. Hizo zote ni baraka nyingi sana. Kwa nini usimshukuru Mungu kwa baraka ulizonazo kuliko kulia kwa baraka moja ambayo hauna? Yaani chupa imejaa robo 3, unalalamikia robo ambayo hauna, unasahau robo 3 ulizonazo. Machozi ya nini? Futa machozi. Kama mwanaume hakupendi, kuna mwanaume Yesu anakupenda. Pokea upendo wa Kristo. Utajisikia raha tu. Ili nichukua masaa mawili lakini kumsemesha. Wapendwa, wanaongelea uhodari, kuto kukwazika, maana mitego ya makwazo kanisani mpaka nyumbani iko mingi mno. Pangua hiyo ukimngoja Bwana mawinguni. Kwa hiyo nikaanza kumfundisha kudraw joy, kuchukua furaha kutoka kwa Bwana, sio kutoka kwa mume. Nikamwambia ngoa soketi yako ya umeme wa furaha kutoka kwa mwanaume huyu, weka kwa mwanaume Yesu. Hilo ndio kosa ulilifanya tangu umeingia kwenye ndoa. Uliingia kwenda kutafuta furaha kutoka kwa mtu baada ya kutoka kwa Bwana. Nehemia 8:10 inasema furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Sio furaha ya mtu, ni ya Bwana. Warumi 5:8 inasema alitupenda tungali wenye dhambi. Kwa hiyo ukipokea upendo wa Kristo, unapokea upendo wa kumpenda asiyependeka. Hata mwenye dhambi unampenda kwa sababu una upendo wa Kristo. Hautalizwa na mwanadamu uliyekutana naye ukubwani. Yule dada akaweza, akapika ile jioni. Mimi nishaondoka lakini alikuwa ananipa umbea wote. Nikamwambia mpikie, amekwambia anakuja, mpikie. Maana amesikia gari yuko twindwi. Akaniambia anarudi. Nikamwambia mpakulie. Kwa hiyo kila alichokuwa anafanya alikuwa ananipa umbea. Umemkaribisha? Akasema ndio. Amekuja? Akasema amegoma, ameingia chumbani. Nikamwambia pakua, toa vitu, weka kwenye friji na wimbo wako moyoni. Saa ya kusali mkaribishe.
Watoto wamejaa sebuleni pale na wadogo zake mme wake, au wote wanafanya kazi kwenye miradi yao. Kwa hiyo wanakausharika kakubwa kubwa tu mle ndani. Pambio zinapigika kikweli. Nikasema imbeni, ila mkaribisheni. Akija sawa, asipokuja pia sawa, ni mtu mzima. Wakaimba, nikamuuliza amekuja, akasema hajaja. Nikamwambia nenda kaoge, mkaribishe kuoga. Akija sawa, asipokuja sawa pia. Maisha hayawezi kusimama, lazima yaendelee. Yule dada alikuwa ameacha kula, alikuwa ameacha kuosha uso, alikuwa ameacha kusuka nywele, alikuwa ameacha. Yaani unamkuta hapo kama dada wa garage. Nywele hajui kuvaa tena, anavaa dela tu. Hajala siku 4. Nikamwambia wewe, maisha ndio haya. Yaani mtu mzima anakulalisha njaa kweli? Hebu acha utani. Pika, kula vizuri na watoto wako. Utapata vidonda vya tumbo. Osha uso. Weka lip shine, beba watoto, kabane nywele pale, afu mle mwindi wa kuchoma pale. Kataa kukwazika. Hamna maisha mengine, maisha ndio haya. Baada ya hapa mbinguni, na mbinguni hamna mahindi ya kuchoma. Pendeza, mbinguni tuna vazi moja tu, joho. Vaa hapa saizi. Mbinguni hamna kuvaa tena. Akaoga, akapaka mafuta, akaenda kubana nywele. Wakakaa na watoto wakala popcorn huko barabarani. Kuna mwimbaji alisema raha jipe mwenyewe. Furaha ya Bwana iwe nguvu yako. Kama mwanaume hajakupenda, Yesu anakupenda, ni mwanaume naye. Baada ya wiki 2 yule baba akagundua humu ndani kwanza ni kama nimepuuzwa. Yaani hamna mtu anashtuka na mimi. Nakaribishwa chakula sili, afu hamna mtu anashtuka. Nakaribishwa kusali siendi, afu hamna mtu anashtuka. Yaani maisha yameendelea. Akaanza kujitafuta. Maana hata watoto walianza kuegemea tu kwa mama. Ndio baba akaanza kujirudi mwenyewe. Akatuma message, anauliza jikoni kunahitajika nini? Nikapewa umbea. Nimeulizwa. Nikamwambia sasa usifunge vioo, jibu. Si ndio tunataka arudi? Ndio anarudi hivyo. Hata kama jikoni kuna vitu, we taja chochote tu ili arudi nacho, haviozi. Viongezekee tu. Ila huyo ndio anarudi hivyo pole pole. Haleluya, haleluya, haleluya. Juzi kulikuwa na msiba pale mtaani kwao, nikaenda nikawaona staili walivyoingia pale kanisani kuaga maiti. Wameshapendana vizuri kabisa. Ile staili tu walioingia wawili, wakakaa wote, wanavyoongea nikajua hiki kimepona. Lakini ilibidi mmoja ashuke kwanza, alafu aamue kuvaa gamba. Sikwaziki basi, kuanzia sasa sikwaziki. Mimi na Bwana, Bwana na mimi. Mbinguni tunaenda kivyako. Unaenda kivyako vyako. Huendi na mtu hata kama umezaliwa naye mapacha. Huendi naye. Sasa mwanamke uliyekutana naye ukubwani, mwanaume uliyekutana naye ukubwani, asikuponze ukakosa mbingu. Jitetee wewe kwanza, uhakikishe jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima na una moyo safi. Alafu ndio tuanze kumsaidia na yeye. Amen. Kataa kukwazika. Uwe hodari. Makwazo yako mengi mno duniani na yote ni mitego ili tusiende mbinguni. Kwa hiyo Yesu anatuambia kwenye Luka 13, jitahidini. Kwenye Luka 21 akasema jihadharini. Kwenye Luka 13 akasema jitahidini. Sio nyepesi kama mnavyodhani. Petro wa kwanza sura ya 4:17-19 anasema mwenye haki akiokoka kwa shida, vipi asiye mcha Mungu ataokokea wapi? Kwa hiyo hata wewe mwenye haki kuokoka kwako ni kwa shida. Maana yake mitego ni
ni mingi sana. Unatakiwa kuwa hodari, usiwe mnyonge. Amen. Na Mungu akupe uhodari, usiwe mnyonge katika jina la Yesu. Isaya sura ya 24 anasema namna hii. Isaya 24:19-20. Dunia hii kuvunjika, nisaidie ni 1 2 3. Dunia hii kuvunjika, ishavunjika sana. Dunia hii kupasuka, ishapasuka sana. Dunia kutikisika, ishatikisika sana. Dunia hii inalewalewa kama mlevi, dunia yote inawayawaya kama chela, na mzigo wa dhambi yake utailemea. Dunia itaanguka na haitainuka tena. Kwenye Waebrania 12 anasema Mungu mwenyewe ameahidi akisema, kwa mara moja tena nitatetemesha sio nchi tu bali na mbingu pia. Mungu akimaanisha kuondoshwa kwa vile vitu vinavyoweza kutikisika, ili vile visivyoweza kutikisika ndio viweze kukaa, ndio viweze kubaki. 28 inasema lakini sisi tunapokea ufalme usioweza kutikisika. Kwa hiyo hebu kataa kutikisika. Mitikisiko itakuja, lakini kataa kutikisika. Hiyo ni Waebrania 12. Kataa kuyumba yumba, kuyumbishwa. Uwe hodari. Jenga kwenye mwamba imara Yesu Kristo. Amen. Andika Waefeso sura ya 6:10-18. Waefeso 6:10-18 anasema iweni hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mweze kupambana na hila. Tuseme yote hila. Kwa hiyo nyumbani kuna hila, kanisani kuna hila, kazini kwako kuna hila, mtaani kuna hila, mpaka kwenye kikundi chako cha maombi kuna hila. Ishi kwa akili. Amen. Watch your steps. Angalia hatua zako. Katika nyakati hizi za hatari, andika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9, kwamba tunaishi katika nyakati za, tuseme yote nyakati za hatari. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9. Nyakati za hatari. Nyakati za hatari maana yake uwe mwangalifu. Hatukanyagi kila kitu, tuna angalia pa kukanyaga. Nyakati za hatari. Hatufanyi biashara zote. Nyakati za hatari unakuwa mwangalifu, unafanya biashara. Hizi ni nyakati za awi rafiki wa kila mtu. Unachagua huyu mwache. Huyu hapa labda. Tuko mwisho. Kuna mitego. Utategwa. Tusimame, inatosha. Tumombe Mungu atupe uhodari. Tupe nguvu ya kushinda majaribu. Nitarudi tena. Amen. Hili limekuwa juma la kufahamiana tu. Karibu kila kitu tulichojifunza tumeonja. Kwa hiyo Mungu atatupa muda, wakati mwingine tutafanya kwa urefu. Shuka. Kuna wimbo unasema nazisikia sauti zenye tamaa mbaya. Namba ngapi? Na kuapia Yesu ni namba ngapi? Shuka tena. Yes. Tutoe sadaka huku tunaimba huo wimbo. Shuka tena. Na
Namba ngapi jamani, mbona mjanijibu? Au mnataka ni mumonye? 312. 312. Shika sadaka. Kama hauna bahasha, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Sadaka ya leo ni kwa njia ya bahasha. Sawa. Nyanyua mkono juu, utapewa bahasha kama unahitaji bahasha. Sio lazima kutoa sadaka kwa bahasha, lakini ni utaratibu tuliona tufanye leo. Nakuapi ya Yesu kukutumikia wewe mfunzi wangu na rafiki. Sitaogopa vita, sitaogopa vita, nikikufuata sipotezi njia, potezi njia ukiniongoza. Sitaogopa vita, sitaogopa vita, nikikufuata sipotezi njia ukiniongoza. Dunia ikaribu, dunia ikaribu, Bwana unilinde na majaribu, mengi yako pande. Adui siku zote ndani na nje, Yesu univute karibu nawe. Adui siku zote ndani na nje, Yesu nivute karibu na wewe. Nazisikia sauti, nazisikia sauti zenye tamaa mbaya na mambo dunia yanivuta. E Bwana sema na furaha iwe. Nitakusikiliza wewe mlinzi. Hatua zako Bwana, hatua zako Bwana naziona wazi. Nizikanyage vema, hapa duniani. Imba tena, hatua zako Bwana naziona wazi. Nizikanyage hapa duniani. Nishike hata Yesu Mwokozi, nichukue nikifa na kwako mbinguni. Nishike hata Yesu Mwokozi, nichukue
Nyanyua sadaka yako juu. Sema Bwana Yesu, nitie nguvu Bwana, nisiwe dhaifu, nisiwe mnyonge, nipe kushinda majaribu yote na hila za shetani na mitego ya muovu, mitego ya dunia, niweze kukwepa, niweze kushinda, niweze kutunza utakatifu wangu, nisichafue vazi kwa sababu yoyote ile. Bwana nisaidie, niweze kushinda makwazo ya moyo, maumivu ya moyo, vidonda vya moyoni, majeraha ya moyoni. Nigange Bwana majeraha yote, funga Bwana majeraha yote, futa Bwana makovu yote, nipe moyo mpya usio na makovu, usio na majeraha. Nitoke hapa leo na moyo mpya, na moyo safi unaokungoja wewe mawinguni, katika jina la Yesu. Sema tena Bwana, ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe pale nilipopungua, na kuanzia sasa naanza upya. Nitie nguvu, nisirudi nyuma tena. Takasa roho yangu kwa damu yako, takasa nafsi yangu kwa damu yako, takasa na mwili wangu kwa damu yako. Niwe safi, niwe kamili, bila lawama, na unihifadhi, na unitunze katika standard hiyo ya utakaso, mpaka siku ile ya kurudi kwako, utakapokuja kuwachukua wateule wako. Unijalie neema, mimi na nyumba yangu tuwepo mawinguni kukulaki, katika jina la Yesu. Sadaka hii iendelee kuongea uhodari kwa niaba yangu. Sadaka hii iendelee kuongea utakaso kwa niaba yangu, hata katika utumishi wangu, hata katika ustawi wangu. Sadaka hii iongee niwe hodari katika mambo yote, nisishindwe na dunia, katika jina la Yesu. Uibariki sadaka hii, iwe mbegu bora kwenye udongo mzuri, kwenye ufalme wako. Ninaomba unikumbuke, ninaomba unikumbuke kwenye uchumi wangu, kwenye ustawi wangu, isije kuwa mtego. Unistawishe Bwana, kiagano, baraka za Ibrahim ulizoninunulia msalabani ziwe sehemu ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Kwenye kazi zote, miradi yote, uchumi wangu wote, nitembee katika baraka za Ibrahim, niweze kustawi, niwe na utulivu wa moyo kwa ajili ya ibada, niwe na utulivu wa moyo kwa ajili ya maandalizi ya kurudi kwako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi waimbaji watatusindikiza. Achilia sadaka yako kwenye vyombo vilivyowekwa, na kama unahitaji maombi au maombezi, pitiliza mbele kwenye eneo lolote lile. Labda unasema mimi nimekuwa dhaifu, sina uhodari, nimekuwa rahisi kukwazika, nimekuwa rahisi kupoteza furaha ya moyo wangu, nataka niwe hodari, nisipoteze tena. Kama hiyo ndio sababu, njoo tukuombee kwenye eneo hilo. Kama ni mgonjwa unahitaji maombezi, na wewe njoo tukuombee kwenye eneo hilo. Amen. Kama unahitaji baraka, ushindi, mafanikio na unahitaji kuombewa, basi njoo. Wakati waimbaji wanaimba, weka sadaka yako, halafu pitiliza mbele. Wahudumu mtanisaidia watu wakae katika mistari. Hiki chombo nafikiri kisogee
Kisogee pale mbele kidogo. Tutaomba pia kwa ajili ya mahitaji mbalimbali mlioandika. Aha, nimeambiwa bahasha zimekwisha. Kwa hiyo uwe na amani tu kutoa bila bahasha. Karibuni kwa matoleo. Karibuni. Kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, e Baba, nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, sijaona nani kama wewe Baba na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, miguuni mwako Baba na kuinamia Yesu, heshima na utukufu anakupa wewe. Nimekuja nikupende, nimekuja nikuinue, nani kama wewe na kupenda, sijaona nani kama wewe na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe na kupenda, nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna. Basi kwa dakika moja sema na Bwana, mwambie Bwana Yesu, kifua, mgongo, tumbo, miguu, biashara, mifugo, mashamba, watoto. Wewe unajua kilichokuleta hapa. Kama moyo wako unauma, umekwazwa, umeshindwa kusamehe, mueleze Bwana. Atakuondolea hasira na uchungu, atakupa moyo mwingine. Amen. Twende mbele za Bwana. Kila mtu mmoja maneno mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu umesema tusijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno kwa kusali na kuomba haja zetu zijulikane na wewe. Umesema tukutwike wewe fadhaa zetu, maana unajishughulisha sana na mambo yetu. Tazama kilio cha mama huyu na baba huyu, tazama hitaji la binti huyu na kijana huyu. E Bwana, hata mtoto huyu, mkono wako wenye nguvu ninaomba ukahusike, ukamguse kila mtu katika pointi ya uhitaji wake. Anahitaji uzima apokee uzima, anahitaji nguvu apokee nguvu, anahitaji moyo mpya. E Bwana, ninaomba umpe moyo mpya usio na majeraha, usio na makwazo, usio na makovu. Anahitaji ujasiri, mtie nguvu. Anahitaji amani kwenye nyumba yake, mtie nguvu. Anahitaji mafanikio kwenye biashara yake, e Bwana, ninaomba ukamjaze. Anahitaji uponyaji kwenye mwili wake, e Bwana, ninaomba ukamgange. Anahitaji kufurika uweza na nguvu zako, e Bwana, ninaomba ukamfurikishe. Katika jina la Yesu, aliyefungwa akafunguliwe, aliyefungwa akafunguliwe, aliyefungwa akafunguliwe katika kifungo chochote alicho nacho. Damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, inenayo mema kuliko damu ya hukumu, ikanene mema kwa niaba yetu mbele za kiti chako cha hukumu. E Bwana, tuondolee mashtaka, tuondolee adhabu, ukatuweke huru kabisa kwa nguvu ya neno na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba ukapate kumpa ushindi juu ya kila vita alionayo, ukampe ushindi juu ya kila changamoto alionayo, kila upinzani alionao. E Bwana, wanaohitaji akili njema kwenye masomo, ukawatia akili mpya, uwezo mkubwa wa kufikiri, kuelewa, kushika na kukumbuka. Wanaohitaji akili katika kazi na katika shughuli zao na katika biashara zao, e Bwana, ukawape akili ya biashara
katika jina la Yesu. Ukawape kibali kwa wateja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja wetu katika pointi ya uhitaji wake, ninaomba ukamguse, ninaomba ukamhudumie kwa utukufu wa jina lako pekee Yesu, kwa utukufu wa jina lako pekee Yesu, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo, likapata kutukuzwa na kuhimidiwa milele kwa utendaji wako maishani mwake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, endelea kushukuru sasa, endelea kushukuru, anza kushukuru. Tumia maneno yako binafsi, anza kushukuru. Mungu atakuponya, Mungu atakufungua, Mungu atakutia nguvu. Tutaomba mstari kwa mstari, mstari kwa mstari. Nimkaribishe mchungaji, naomba mchungaji uje tusaidiane. Mchungaji pia naomba uje tusaidiane. Kila mtu atawekewa mikono, kila mtu atawekewa mikono. Tutaanza na mstari wa mbele kabisa. Ukishaombewa penya ukakae, endelea kumshukuru Mungu pale kwenye kiti. Mstari wa pili watasogea mbele kama tunavyofanya kwenye ushirika mtakatifu. Waimbaji tusindikize. Mkono wako ni mkuu sana. Endelea kushukuru, endelea kushukuru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Ghost. Nguvu ya Mungu ikuweke huru kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwanakondoo, kwa damu ya Yesu. Funguka, pokea baraka, pokea baraka, pokea ushindi, pokea kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikuweke huru, kila kilichoibiwa kirudishwe. Funguka, funguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikuweke huru. Oh yes, in Jesus name. Pokea, pokea, pokea. Damu ya Yesu ikuweke huru, damu ya Yesu ikuweke huru, damu ya Yesu ikuweke huru. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Funguka katika jina la Yesu. Ninavunja upinzani maishani mwako, ninavunja upinzani, ninavunja upinzani maishani mwako. Pokea nguvu ya Mungu, pokea nguvu ya Mungu, pokea uweza. Nguvu ya Mungu ikuweke huru. Funguka katika jina la Yesu. Ninavunja upinzani. Funguka katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ikuweke huru, damu ya Yesu ikuweke huru, damu ya Yesu ikuweke huru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uweza, pokea nguvu ya Mungu, pokea uweza, pokea nguvu ya Mungu, pokea, 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 pokea kwa jina la Yesu. Fire of the Holy Ghost. Reposataya madesataya. Damu ya Yesu ikuweke huru, damu ya Yesu ikuweke huru. Ninavunja kazi ya adui, pokea baraka. Ninavunja kazi ya adui, pokea baraka. Ninavunja kazi ya adui, pokea baraka. Pokea ushindi, pokea mafanikio, pokea uwanja, pokea uweza, pokea nguvu, pokea baraka. Repoya kazi ya adui. Moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Nguvu ya Mungu, nguvu ya Mungu. Moto wa Roho Mtakatifu, nguvu ya Mungu. Pokea uzima, pokea nguvu, pokea uzima, pokea nguvu, pokea uhuru, pokea kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ikuweke huru, 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 nguvu ya Mungu ikuweke huru. Funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu upite, ukufungue, ukuweke huru. Pokea, pokea uweza, pokea mamlaka, pokea ushindi, pokea baraka, pokea baraka za Mungu, pokea baraka za Mungu, pokea baraka za Mungu kwa jina la Yesu. Kila eneo lifunguliwe, liwekwe huru. Funguka kwa jina la Yesu. Funguka, yaliyofungwa yafunguke, yaliyofungwa yafunguke, yaliyofungwa yafunguke katika jina la Yesu. Ninapasua upinzani. Pokea ushindi, pokea baraka, pokea, pokea.
ya Mungu ikuweke huru. Reposata fire funguka kwa jina la Yesu. Kila karama, kila kipawa kilichoibiwa kirudishwe. Akili njema, tabia njema, akili njema, tabia njema, akili njema, tabia njema, kwa jina la Yesu Kristo. Upate ushindi kila eneo, upate ushindi kila eneo. Funguka kwa jina la Yesu. Nguvu ya Mungu ikuweke huru, nguvu ya Mungu ikuweke huru, nguvu ya Mungu ikuweke huru, nguvu ya Mungu ikuweke huru. Funguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kukomboe nafsi yako. Ninakomboa yaliyofungwa yafunguke. Baba weza yote, una nguvu haushindwi. Oh Bwana, twakupa heshima na sifa zote. Wewe Mungu umetukuka. Yesu, twakupa heshima, twakupa heshima na sifa zote. Bwana, wewe wanakamati wote waliochakarika sana na jambo hili, karibuni hapa mbele. Tuombe baraka juu yenu. Watu wote naomba tusimame, tunamalizia sasa. Timu hii imepambana sana usiku na mchana kwa muda mrefu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa fellowship, wanakamati ya Injili, Uamsho. Karibuni, karibuni, karibuni. Asante Yesu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano lote. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya timu ya maandalizi. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya wote hawa waliojitoa sana kwa ajili yetu. Baba, tunasema asante. Kila mtu fungua kinywa. Wabariki watoto wa Mungu hawa waliotumika sana kwa niaba yetu. Nyosha mkono kuelekea kwao. Tamka baraka. Wametoa muda wao usiku na mchana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba mchungaji, naomba wawekee mikono na kuwatamkia baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya kongamano lote na maandalizi yote. Tunasema asante kwa timu hii, Bwana, ambayo umeitenga. Baba, tunasema asante kwa uaminifu wako. Umewatia nguvu, umewatia mzigo kwa ajili ya kazi hii. Wamepanga na kupangua, wamekesha, wamedamka. Baba, ninaomba mkono wako wenye nguvu ukamguse kila mtu katika pointi ya uhitaji wake, ukawalipe kwa ajili ya kujitoa kwao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu yako, nguvu yako, nguvu yako, nguvu yako, baraka yako, baraka yako, baraka yako ikae juu yao kwa jina la Yesu, juu ya afya zao, juu ya familia zao, juu ya uchumi wao, juu ya shughuli zao, biashara, mifugo, mashamba, watoto, ndoa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Oh, uweza wako na nguvu yako, Bwana, ikawafunike, wakafunikwe na wingu la utukufu wako, wakafunikwe na wingu la utukufu wako, wakafunikwe na wingu la utukufu wako, wakazingirwe kwa jeshi la malaika, wakazingirwe kwa jeshi la malaika, wakatembee katikati ya ukuta wa moto, wakatembee katikati ya ukuta wa moto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bariki hatua zao, Bwana, wasijikwae.
Bariki mikono yao Bwana, iweze kufanikiwa katika yote yawapasayo kutenda. Bariki hata mioyo yao Bwana, maono yao na mipango yao ikapata kuthibitika. Bariki Bwana familia zao, nyumba zao zijae furaha, nyumba zao zijae amani, nyumba zao zijae ulinzi. Watoto wao wabarikiwe na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tegua kila mtego mbele yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ukawaongoze na kuwaongeza, ukawaongoze na kuwaongeza, wasipungukiwe, ili wazidi kukutumikia kwa furaha katika jina la Yesu Kristo. Wawekee mzigo zaidi wa kuifanya kazi yako, wawekee maono zaidi ya kuifanya kazi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Nyosha mkono kuelekea kwenye boksi hili na mahitaji yaliyowekwa huko ndani. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Oh yes, oh yes, oh yes. Rapasakataria badosatai. Uweza wako na nguvu yako ikanyoke kugusa mahitaji mbalimbali ambayo watoto wako wameandika, majina ya watoto wao, majina ya wazazi wao, majina ya wenzi wao, hata katika biashara zao, hata katika uchumi wao wote, mashamba yao na mifugo yao, masomo ya watoto wao Bwana, ndoa za watoto wao Bwana, mahusiano ya watoto wao Bwana. Mkono wako wenye nguvu ukawaguse katika point za uhitaji wao. Mkono wako wenye nguvu ukawafungue palipofungwa katika jina la Yesu, ukawajaze palipopungua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Damu yako ipite, iendelee kunena mema kwa niaba yao na kuwapa uhuru kweli kweli. Ukawaokoe wanaohitaji kuokoka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawaponye walio katika maradhi katika jina la Yesu Kristo. Ukawabadilishe tabia waliofungwa katika jina la Yesu Kristo. Wajazwe Roho Mtakatifu, wapokee uamsho wa Yesu Kristo, wawepo majina yao katika kitabu cha uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sifa, tukuzo, heshima na adhama virudi kwako na kwako pekee. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tunaomba, na wote tuseme amen. Piga kelele za shangwe. Mungu tendaye miujiza kupita kawaida, tunakuja mbele za uso wako. Achilia baraka zako juu ya watoto wako. Kila mmoja aliyefungua moyo wake, mbariki na kuzidi. Ni kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pokea baraka za Mungu anaishi. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Mpe Yesu makofi mengi mengi aishi. Amen. Kabla hujaondoka